Taarifa zinaendelea kuchimbuliwa zaidi kwa John Charles Tesha kuweza kuangaliwa. Je, ni mwanajeshi kweli ama ni mwanajeshi feki, kutokana pia na taarifa ambazo na hoja zimekuwa zikiulizwa na kuweza kufanyiwa tafakuri na kuweza kupata uthibitisho. Lakini mpaka hivi sasa 50 kwa 50 mambo yanaweza kawa ni mazito na tofauti kwa John Charles Tesha, ambaye pia kwa hivi sasa yuko midomoni mwa Watanzania wengi. Kila moja naweza nikasema kwamba hakuna asiyemfahamu mwamba Tesha, ambaye limeweza kujinasibisha mara baada ya kuonekana kama ni active soldier kwa kikosi cha anga cha ukufunzi cha SAC ambacho kimeweza kumtambulisha. Lakini kiuhalisia watu, hoja zimekuwa ni nyingi sana, na huku kuna baadhi ya watu pia wameweza kumfananisha kwa aliyewahi pia kuwa msaidizi ama mtu wa karibu na Askofu Gwajima, na hapo kumekuwa na baadhi ya msambao wa picha nyingi na picha za kutosha kwa mwamba John Charles Tesha. Kwa hiyo watu wanaendelea kufafanua na kuhakikisha kwamba taarifa zinapatikana kwa weledi na kwa uhakika zaidi, ili mradi pindi Watanzania watakapotaka kupata na kufahamu taarifa za ukweli na uhakika kuhusu John Charles Tesha, kapteni ambaye hivi sasa ameweza kutrendi na kuendelea kuwa midomoni mwa Watanzania wengi, huku akiendelea kunukuliwa kwa kauli zake za kishindo, kauli za kudai kwamba yeye haogopi kifo na haogopi hatari yoyote ambayo inaweza ikawa iko mbele yake. Zaidi ameendelea kusisitiza kabla ya tarehe 29 ya Oktoba mwaka huu 2025 atarudi kwa kishindo, yani kama hajaona mabadiliko ya aina yoyote kwamba yeye ataendelea kuwepo na ni lazima atarudi na kurejea kabisa kuwaambia Watanzania nini kinachoendelea. Alinukuliwa kwa mambo mengi sana, na bila ya kusahau kwa kauli ambazo ziliweza pia kuwashangaza watu wengi mara baada ya kuweza kuweka idadi ya baadhi ya watu ambao wanastahili kukamatwa, huku akiweza kumweka rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, akiweka wazi kuhusu mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni Abduli, lakini pia Angela Kiziga, bila kumsahau pia mfanyabiashara ambaye ni Rostam Azizi, pamoja pia na mkuu wa usalama ambaye ni Mombo. Kwa hiyo mambo kadha wa kadha ambaye ameweza kuyazungumza, na huku akiweza kujiamini zaidi. Watu najiuliza anajiamini nini na taarifa hizo ana ushahidi nazo vipi? Kwa hiyo ni kauli ambazo zilikuwa zinasapotiwa na kuzungumzwa na mbea wa taifa Mange Kimambi na baadhi ya wanaharakati tofauti, lakini bado kuna baadhi ya taarifa ambazo zimeendelea kuzungumzwa, kama ishu ya kuzungumzia kifo ama chanzo cha marehemu rais wa awamu ya 5 ambaye ni Dr. John Joseph Pombe Magufuli, huku akiweza kuzungumza kumekuwa na mtandao wa hao watu ambao wameweza kuwataja ambao wanastahili kukamatwa haraka iwezekanavyo. Kuhusu chanzo cha kifo cha marehemu Dr. John Joseph Pombe Magufuli, hakuna mwenye ushahidi wa wazi na wa uhakika kuweza kuzungumzia kwamba ni nani aliyeweza kuhusika ama ni kina nani ambao walifanya mchezo huo na mpaka kuweza kumtoa uhai marehemu Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Kwa hiyo tunaendelea kufuatilia na tunaendelea kuwa makini zaidi kuhakikisha kwamba tunaendelea kupatia kilicho bora na taarifa ambazo zitakuwa na ukweli na uhakika. Lakini mpaka hivi sasa kuhusu kwa kapteni John Charles Tesha kwa mwanajeshi ama sio kwa mwanajeshi, bado ni taarifa ambazo zina changamoto na tunaendelea kuzifuatilia kwa makini, na pindi taarifa zitakapokuwa wazi, basi kila mmoja atafahamu kwamba mwamba Captain John Charles Tesha ni mwanajeshi halali na ambaye yuko active kabisa AD ama pia active soldier kwa nchi ya Tanzania, kwa jeshi la anga la ukufunzi ambalo yupo kwenye kikosi cha SAC. Sasa tukutane kwenye upande wa comment.